Na hivyo mwanamichezo, karibu kudunda viwanjani kujozana masuala mbalimbali ya kimichezo na burudani. Shukrani za dhati ziende kwake Lulu Ali Mnyema ambaye ametuletea mkusanyiko wa habari za kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni winga Teleza Witness Ngalawa ambaye nakuletea mkusanyiko wa habari za michezo na burudani. Moja kubwa kabisa kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo nambari 184 baina ya Yanga dhidi ya Simba, mechi inayotarajiwa kuchezwa kesho kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Klabu ya Simba imeshindwa kutokea katika mkutano wa pili wa makocha na wanahabari uliofanyika makao makuu ya mdhamini wa ligi kuu ya NBC, huku Yanga ikitokea. Akizungumza na waandishi wa habari, ofisa habari wa TPLB Karim Boimanda amesema hawana taarifa yoyote kutoka Simba kwa nini hawakutokea, huku kocha wa Yanga Miludi Hamdi akiambatana na nahodha msaidizi Dickson Job walifika kutekeleza utaratibu na kuwasihi mashabiki kufika kwa wingi uwanjani ili kushinda mchezo huo hapo kesho. Tulikuwa na mkutano hapa awamu ya kwanza ambapo kocha mkuu wa klabu ya Yanga pamoja na nahodha wamezungumza nanyi wanahabari kuelekea mchezo huo, na kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano, lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi na kwamba taarifa nyingine zitatolewa hapo baadaye. Waamuzi wanateuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF na wanapangiwa michezo na kamati ya waamuzi ya TFF. Kanuni ya 39 ibara ya 8 kama sio 9, siko sure sana hapo, inaeleza sasa kwamba kama klabu haijaridhia maamuzi ama haijaridhishwa na maamuzi, maana yake baada ya mchezo ina siku 3 za kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo hakuna sehemu inayotoa nafasi kwa klabu, kiongozi au yoyote kuzungumzia muamuzi kabla. Too much anticipation of the fans of the club for this game, and we are aware for that. We know that, and that's because we will do everything to be champion tomorrow. Also us, draw, win, but we don't look about that. We look to be champion. Mimi nadhani hakutakuwa na eneo gumu kama tutafanya kile ambacho tumekifanya katika uwanja wa mazoezi au maelekezo ambayo tumepewa na mwalimu. Kama tutafanya kwa 100%, basi na mimi kila kitu kitakuwa chepesi. Mchezo kwetu ni finali. Kwa hiyo tunachoangalia mchezo gani uko mbele, tunatoa kwa 100% kuweza kufanya vizuri katika mchezo husika. Baada ya hapo tunaangalia mchezo unaokuja. Kwa hiyo ni sisi tukujipanga na kuangalia kuna mchezo gani na mchezo gani mwingine na mahitaji yake. Kwa sababu Simba nao ni timu nzuri na wanachezaji walio bora. Kwa sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kufanya vizuri na kupambana na kuweza kufanya vizuri katika mchezo mwingine. Hata hivyo, bodi ya ligi ilipanga kocha wa Yanga azungumze saa 5, kisha nusu saa baadaye kocha wa Simba naye azungumze eneo hilo na waandishi wa habari kuhusiana na mchezo ambao wa kiporo nambari 184 unaoenda kupigwa hapo kesho katika dimba la Benjamin Mkapa. Wakati hayo yakiendelea, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Muriro Jumanne Muriro ametoa onyo la watu kutoingia uwanjani na silaha katika mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaopigwa kesho katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo jeshi la polisi limechukua tahadhari zote za kiusalama kwa kuwa imeonyesha mchezo huo utakuwa wa mkusanyiko mkubwa wa wapenzi wa soka kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawataka wapenzi wote wa soka kuzifuatilia
na kuzishangilia timu zao kwa ustaarabu, na jeshi halitaruhusu vitendo vyovyote ambavyo sio vya kiungwana vyenye mwelekeo wa masuala ya soka kufanyika, ambao vitakuwa na udhalilishaji wa mila na desturi na sheria za nchi yetu. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halitaruhusu mchezo huo utumike katika kuvunja sheria za nchi, ikiwemo vitendo vya udhalilishaji au vitendo ambavyo vitakuwa vikikiuka mila na desturi na ustaarabu wa Watanzania. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawahakikishia kuwepo kwa usalama wa kiwango cha juu na halitatoa fursa kwa mtu ambaye atakuwa ni chanzo au kikundi ambacho kitakuwa ni chanzo cha fujo au vurugu katika uwanja huo. Tunazitakia timu zote kila laheri, huku tukitambua kwamba mchezo huo utatoa matokeo matatu: timu moja kufungwa au nyingine kufunga au kuwepo kwa sare. Kwingineko ni katika mashindano ya mbio za magari ambapo mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti ameridhishwa na maandalizi ya mashindano ya mbio za magari yanayotarajiwa kufanyika Jumapili Juni 29 wilayani humo. Ahmad Nandonde anatuandalia taarifa ifuatayo. Mimi ndo nitafungua, nitapiga gia umbali wa kilomita 9 na kilomita 9 nitaendesha kwa muda wa dakika 3. Timu ya Mheshimiwa Rais Samia awamu ya 6 tuko vizuri kila idara. Akizungumza baada ya kukagua barabara zitakazotumika katika mashindano hayo, Magoti amesema mpaka sasa tayari maandalizi yamefikia katika hatua nzuri yanayozingatia ubora wa viwango vya kimataifa. Tumeridhishwa na maandalizi ya ukarabati wa barabara kwa ajili ya yale magari. Kama ulivyosikia wale watu wanasema magari yatakuwa yanakimbia speed 200. Ni speed kubwa sana kwenye rough road. Kwa hiyo nawasihi sana wananchi siku ya Jumapili wilaya ya Kisarawe na vijana wenzangu ambao mnatumia usafiri wa bodaboda, tusitishe kwa masaa 3-4 ili tuweze kupata raha ya driving show ndani ya Kisarawe. Kutakuwa na mashindano mazuri makubwa ambayo yamesheheni madereva mashuhuri kutoka ulimwenguni watakapo Kisarawe. Kwa hiyo niombe sana, nitoe wito, haya mashindano yatakuwa siku ya tarehe 29. Nipongeze sana kamati ya ulinzi na usalama, imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba usalama utakuwa imara. Sehemu zote ambazo zitazuia basi taweka block. Aidha, Magoti akatoa wito kwa wakazi wa maeneo jirani na barabara za mashindano, wakiwemo waendesha bodaboda, kutotumia maeneo hayo katika kipindi chote cha mashindano na badala yake watumie barabara zilizotengwa kwa dharura ili kuepukana na ajali zinazoweza kujitokeza. Kisarawe tuko level nyingine. Sasa hivi sisi tuko kileleni. Nataka tuonyeshe utofauti wa Kisarawe na watu wengine. Kwa hiyo nawasihi sana wananchi siku ya Jumapili wilaya ya Kisarawe na vijana wenzangu ambao mnatumia usafiri wa bodaboda, tusitishe kwa masaa 3-4 ili tuweze kupata raha ya driving show ndani ya Kisarawe. Kutakuwa na mashindano mazuri makubwa ambayo yamesheheni madereva mashuhuri kutoka ulimwenguni. Mashindano haya yanafanyika ikiwa ni mara ya pili tangu yalipofanyika mnamo mwaka 2015. Kutoka Kisarawe Pwani, Ahmad Nandonde, Channel 10. Asante Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo. Kutoka Katavi, wadau wa soka mkoani humo wanailalamikia shirikisho la chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF kwa kusababisha kuahirishwa kwa mechi ya dabi kati ya Yanga na Simba. Hii inasababisha kuichafua ligi ya NBC. Mwanamchezo wetu Pasco Emmanuel Katona anatujuza zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari wa michezo, baadhi ya wadau wa soka mkoani Katavi wamesema kuwa kuahirishwa kwa mchezo namba 184 kumechangia wadau wa soka kukosa imani na TFF. Mara nyingine wawe makini, maamuzi yao wasiyaone tu kwamba yanaweza yakaathiri upande fulani. Baadhi ya mashabiki wa timu ya Yanga na timu ya Simba halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi walikuwa na haya ya kusema juu ya dabi ya Kariakoo. Sisi kama Yanga tuna uhakika wa kumfunga Simba sio chini ya goli 3. Kutokana na timu yetu ina uwezo mkubwa wa wachezaji. Leo hii ukichukulia mchezaji mmoja wa Yanga
ana uwezo mkubwa kuliko wachezaji wa Simba. Mimi kwa mtazamo wangu, hii mechi singine isimalize dakika 90. Kwa mtazamo wangu mimi, mechi ikaishia kawa mechi ambayo haina mvuto, ikakuwa ina vurugu tu, kwa sababu watu wamepaniana, mechi imepaniwa sana hii. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, ni mwana michezo wako Pascal Emmanuel Katona wa Channel 10. Kunako mchezo wa masumbwi, bondia Rashid Saidi aka King Kani wa Bongo amejibu majigambo ya mashabiki wa Mabibo City Center kuelekea pambano la Da Boxing Derby maarufu Samia Calling Fighting litakalofanyika Julai 26 jijini Dar es Salaam. Taarifa zaidi na sports lady wetu Witness Matiku. Akizungumza mapema hii leo wakati akiendelea na maandalizi yake Manyara Tandale, amesema hii ni vita ya ulingoni. Mpinzani wake Rashid Chopa wa Mabibo, mashabiki wamemponza na anakuja na mapigo ya Kihindi, hivyo ajiandae siku hiyo. Ya maandalizi yangu yako vizuri na yako salama kama unavyoona, na namshukuru Mwenyezi Mungu bado ana bless maandalizi yangu na bado napambania maandalizi yangu zaidi kwenda kumfuata pia Kachopla, maana mimi namuita pia Kachopla. Kwa upande wa wadau na mashabiki wa bondia huyo wamesema kuwa wapo tayari kuonesha umwamba wa ulingo kwenye pambano hilo. Mjipanga vizuri. Kwa hiyo mtoto Richard Chopa aka na muda yeye Priyanka Chopra. Kwa hiyo ajipange vizuri, sisi naye King Kani Sharukani ataumia siku ya ulingo. Mdogo wetu bwana Chidi Side Boy kajiandaa vizuri, champezi kama unavyomuona hapa, upo freshi. Yupo kwenye maandalizi mazuri zidi ya kwenda kumpiga mpinzani wetu bwana Priyanka Chopra, mtoto wa Mabibo. Bondia nimemwandaa vizuri, nimemwandaa sawa. Kwa hiyo mechi na naye ya kumpiga, yani kama sio ndio 3 basi ndio yani tutamaliza naye. Lakini ni bondia mmoja wa kawaida, Richard Chopra ni bondia mmoja, ni mvivu wa mazoezi, namjua. Umeona? Kwa hiyo mimi bondia yangu namwamini zaidi hapo. Witness Matiku, Channel 10 Michezo. Na hivyo sports lady wetu Witness Matiku ndiye ananitamatishia yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Shukrani za dhati kwako mtazamaji kwa kuendelea kuchagua Channel 10 Plus habari. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa. Nikurejeshe kwake Lulu Alimnyema aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.